Bismillahirrahmanirrahim. Tunafungua busatu kwa dakika 3 tu hivi au 2. Tumpe Chuma hapo alipo maiki atufungulie insha Allah, alafu tuendelee na majambo. Sheikh Chuma, tufungulie kidogo pate baraka zako insha Allah. بشرى تسمي من جميع الجوانب ألا يا رسول الله نلت معزة وبشرى تتني وبشرى تتني من جميع الجوانب وبشرتني يا مصطفى ببشارة وبشرتني يا مصطفى وبشرتني يا مصطفى ببشارتي فسرت فؤادي في بلوغ المطالب فسرت فؤادي في بلوغ المطالب فسرت فؤادي فسرت فؤادي فسرت فؤادي في فؤادي فسرت فؤادي في بلوغ المطالب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الصلاة على النبي وسلام على الرسول الصلاة على النبي وسلام على الرسول خير من وطئ الثرى خير من وطئ الثرى خير من وطئ الثرى خير من وطئ الثرى خير من وطئ الثرى
خير من وطئ ثرى الصلاة على النبي وسلام الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي خير من وطئ الثرى المشفع في الورى خير من وطئ الثرى المشفع في الورى المشفع في الورى صلاة على النبي وسلام على الرسول الصلاة على النبي وسلام على الرسول خير من وطئ الثرى المشفع في الورى الشفيع الأبطحي ومحمد عربي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Cha kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu katika kila hali. Cha pili ni kumuomba atusimamie mambo yetu. Inshallah kwa kutaka dua tuanze na ikhlasi 3 ili kila yule ambaye ana shida yake kwa ikhlasi hizi na Ijumaa hii ziondoke inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa ala ashrafil anbiya imamil mursalin. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. Mwenyezi Mungu nakuomba utufanyie wepesi, tusoyapenda tuweke mbali nayo, tupe utulivu katika majumba yetu, na mmoja mfungulie riziki zake برحمتك يا رحمن الراحمين. صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa mbinguni, na mbinguni kuna milango mingi kiasi ilikuwa haina haja ya kwenda mpaka Palestina, lakini kilichosababisha kwenda mpaka Palestina hekima yake, kwa sababu Nabii Isa alihitimia utume wake kule. Kwa hiyo alienda kana kwamba kumpokeza mwenzie kijiti.
na akakusanyikiwa na mitume wengi kama vile maraisi anavyoteuliwa rais mwingine kufika. Lakini pia mitume kabla yake walipata fursa kila mmoja ya kutabaruku kwa kutoa neno katika mkusanyiko ule, na ndio ilivyo hata sisi hapa. Chuma kaanza kutabaruku na kutusomea, na mwingine anayeweza kutabaruku huwa tunamwachia, na kila mtu ana sera yake. Na mtume alipoona wenzio wametabaruku akasema, kullu nabiyyin athna ala rabbihi bithana'in jamil, kila mmoja amesifu umetabaruku vizuri, wa ana muthni ala rabbi, na mimi nitabaruku kidogo. Thumma shara'a yaqul, alianza kwa kusema ahmaduhu subhana, namshukuru Mungu ambaye arsalani rahmatan lil alamina, amenituma mimi kuwa rehma kwa dunia nzima. Angesema lil alamina ingekuwa watu tu, lakini kwa lil alamina kila kitu mpaka Ibilisi. Na Ibilisi ana hatari, anahuzunisha, anaua, anafedhehesha, anafelisha. Huyu kwa kweli si wa kupata rehema hata kidogo. Ndio wanachuoni wanatuambia wakati anapasuliwa kifua chake, wanazaa bihi makana min al-adha, mpaka akaondolewa nyongo ile. Wengine nasema hakuna uchafu ulioondolewa isipokuwa ni kipisi au ni kipande cha rehma kimeondolewa, ili Ibilisi asipate, ili isimwenee ile rehma ile. Kwa hiyo ndo hali halisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waite na vijana kina usemi. Sasa basi, safari kama ile ilifikia stage alienda mbinguni, na kila mtume alimpata position yake, na ile kila mtume kukaa hivi kuna sababu pia. Kamkuta Nabii Adam mbingu ya kwanza, kwa sababu Nabii Adam ni udongo na stage ya binadamu huanzia udongo. Kamkuta Sayyidina Isa mbingu ya pili, kwa sababu Isa ni roho na binadamu hutoka mwili kisha hupewa roho. Na hiyo mbingu ya pili akamkuta Sayyidina Yahya, ambaye Yahya maana yake uhai, baada ya roho huleta uhai. Kaingia mbingu ya tatu, kamkuta Sayyidina Yusufu akiwa na sura nzuri. Binadamu akishakuwa hai, kilichobakia mkutiwa sura, na kweli sura zetu ni nzuri. Akaingia mbingu ya nne, akamkuta Nabii Idrisa msomi. Baada ya kupata maumbile na sura, itakiwa uwe na maarifa sasa, elimu. Na ndio ubora wa mwanadamu, ana elimu, kwa sababu wanyama hawana elimu. Lakini pia kuingia mbingu ya tano, akamkuta Sayyidina Haruna, ambaye Haruna yeye ana busara na hekima, na mtu akipata elimu itakiwa awe na hekima. Lakini pia mbingu ya sita akamkuta Nabii Musa, ambaye ana uwezo wa kuzungumza na Mwenyezi Mungu, na mtu elimu yake imfikie hatua ajue kunena na Mungu kwa kuomba dua na kuswali. Lakini alipofika mbingu ya saba, akamkuta
Sayyidina Ibrahim ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, na mtu akianza kuzungumza na Allah kinachofuatia huwa na urafiki. Sasa hii ni baadhi ya hekima ambazo ziko huko juu. Kwa hiyo mtume wetu amepewa mambo mengi sana. Hicho ilikuwa ni kipande cha mwezi mtukufu wa Rajab, lakini tumeingia tena na mwezi mtukufu wa Shaabani, ambao Shaaban tashibul khairat. Shaabani ni kueneza kheri. Wanachuoni wanaoita mwezi wa Shaabani shahru siqaya. Rajabu ulikuwa mwezi wa kupanda, Shaabani ni mwezi wa kumwagilia au kupalilia. Lakini pia mwezi wa Shaabani ndio balozi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwezi wa Shaabani ni mwezi mkubwa mno, kwa sababu kwanza umewekwa katikati ya miezi mitukufu. Mbele yake kuna Rajab Mudhar, nyuma yake kuna Ramadhan Karim. Kwa hiyo mwezi wa Shaabani umetamba. Lakini mwezi wa Shaabani una hususia zake, una amru mukhtasun, una mambo ya speciali ambayo huyapati miezi mingine. Miongoni mwa mambo hayo, matendo yakipanda mbinguni yana mida yake. Yaumia, kuna siku yaumul ithnain wa yaumul khamis, ndio madaftari hupanda juu na kulipwa. Lakini yaumia ni baadhi ya nyakati. Alafu kuna usbuia, wiki, ndio ya Alhamisi na Jumatatu. Lakini kuna sanawia, matendo kupanda mbinguni kila mwaka. Kwa mwezi wa Shabani mbingu imefunguka muda wote, hata Ramadhani sio hivyo. Kwa hiyo kutengeneza ugali na mambo mengine ni Shabani. Lakini kila rais akiwa kwenye aljimu yake, miongoni mwa mambo yake mema na roho ya huruma, huwasamehe wafungwa ambao ilikuwa wanyongwe kwa kuwafunga maisha, na ambao wale walifungwa maisha kuwaachia waende uraiani. Mara nyingi kila rais hufanya hivyo, japo si utaratibu wa lazima. Basi Mwenyezi Mungu kila mwaka ikifika Shabani 15, msamaha ule anatoa. Watu ambao ilikuwa moto wauingie, kilichowatenganisha ni uhai tu na kifo. Wangekufa wangeona janga. Hapo kuna watu wanasamehewa dhambi za kuua, za usengenyi, za uzinzi, za wizi. Kwa hiyo ni mambo ambayo huyapati miezi mingine ila mwezi mtukufu wa Shaabani. Ama kwa kiongozi wetu Mtume sallallahu alaihi wasallama, sisi huwa tunasema huu ni mwezi wake, kwa sababu Mtume kapewa hichi, kapewa hichi, kapewa hichi, lakini la, kwa mwezi wa Shaabani kapewa mengi zaidi, afu makubwa. La mwanzo itoshe tu ile aya ya kumtakia rehma iliyokuwepo katika suratu Ahzab, aya maarufu, inna Allaha malaikatahu. Ile bwana si taklifu, ni tashrifu. Mwenyezi Mungu katangaza yeye na malaika wanafanya, na akatupa amri nasi tumtakie rehma. Jambo hili, aya yake na mahimizo yake yalishuka mwezi huu. Mwezi huu ndio vyombo hivyo vilishuka, na kwa kweli tunashukuru kuja aya kama hiyo ya kumtakia rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu
Ili jambo la kumtakia rehma pia nasi linatufungulia mambo yetu, linatupa baraka tele, linatusababisha tunavuka katika shida na dhiki. Kuna watu walikuwa wanaumwa maradhi ya kichawi, walipomsalia Mtume basi amepona. Kuna watu walikuwa maskini, walipomsalia Mtume hali zao zimebadilika. Lakini pia tumeona visa vilivyopita waja wema, tumeona uwalii mbalimbali kwa sababu ya kumsalia Mtume. Tena nakumbuka katika safari ya mbali kuna mzee mmoja hivi, mzee anaitwa Katani. Mzee huyu anaitwa Kahtan. Karibu Sheikh Shafi, tafadhali. Huyu mzee anaitwa Kahtani. Karibu Sheikh. Sasa mzee huyu aliota, umeona, aliota ndoto msalam, lakini katika ndoto yake mwisho kabisa, bila kuzunguka sana, huyu alimzaa mfalme Dhulkarnaini. Lakini mfalme Dhulkarnaini alifungaga safari siku hizo na ndugu yake Saina Khadhiri. Katika safari yao ni mbali sana, mpaka walifika matla' shams wa maghrib shams, jua linachomozea wapi na lizamia wapi. Walipoingia katika vipengele hivyo, ikafikia stage Dhulkarnaini huko alikoingia alimuona ndege mkubwa sana akiwa analia huku anamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile baraka tu alipoondoka, mambo mazuri, alipata madini ghali na alifungukiwa mikono yake. Ili sala mwezi wake ni huu na aya yake ilishuka mwezi huu. Lakini jambo la pili, tahwilu alqibla. Mwaka 1.5 walikuwa wakielekea Palestina au vibla viwili wakati wako pale Maka. Lakini walipohamia Madina alitamani aambiwa aelekee Maka. Basi baadaye, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapenda kumridhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliambiwa tu akiwa ndani ya Masjidi Qiblatain, qad nara taqalluba wajhika fi samai, mpaka mwisho wa aya. Geukia Maka. Tukio hilo lilikuwa mwezi huu wa Shaabani. Lakini pia kutakwa mwezi ushuke, upasuke, umshuhudie, ni tukio kubwa sana hili, na lenyewe lilifanyika mwezi huu mtukufu wa Shaabani. Lakini pia hata ibada kama hizi kufaradhishwa, ibada ya zaka, wanyonge wasaidike, ilikuwa mwezi huu. Na hayo machache mengi Mtume amempata katika mwezi huu. Kwa hiyo ni mwezi wake, ni mwezi ambao kuandama kwa kufunga ni usahali sana. Lakini kwa sababu tunaishi duniani na duniani kuna dhiki nyingi, dua tuweke mbele kuliko chochote. Tuombe, tusichoke, na tuchoke huku tukiwa tunaomba. Wanasema muomba Mungu achoki. Jua linawaka hapo, msipoomba utamwomba nani? Nani atakugaia? Binadamu wana sifa ambazo Allah hana. Mabakhili tu anaweza akawa nacho, lakini ni mkavu tu. Allah ni mkarimu. Lakini binadamu ana tabia ya kuchoka ukimwomba. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hachoki na anacho. Lakini binadamu kuna kipindi anaishiwa. Ukimwomba akupi sauhana. Sasa
Kumwomba Mungu ni jambo la lazima, na ya reti sisi tukikusanyika uwanja mmoja tukamlilia Mungu, ana uwezo kila mmoja kumpa yake, na hilo lisipunguze chochote katika hazina yake. Kwa hiyo haya maisha watu wanaoenda nayo waliopewa, yani kile tulichopewa hakina hata dalili kama tumepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inaonekana kama hata hatujachukua kitu. Kwa hiyo bado kuna maisha yetu mengi humo, na Mungu miongoni mwa vitu anavyosababisha kutoa, anatoa saa nyingine bila kuomba, lakini pia kuna mlango wa ziada wa kuomba na ukapewa. Sasa miezi kama hii inatakiwa tuombe sana sana sana. Nafikiri kilima hicho kiwe ni kafia, kafa kimetosha. Isipokuwa nilitoa lecture wiki iliyopita nikasema kuna maradhi yanaitwa hemorrhoid na maradhi ya bawasiri, tukayaeleza, lakini shortcut yake ukisikia bawasiri ndio mgoro. Kwa lugha nyepesi ni yule mtu ambaye akaenda kujisaidia haja kubwa hupata maumivu. Sasa bawasiri si moja, bawasiri ziko za aina 3. Na hata ukimwambia daktari naumwa mueleze ni bawasiri gani, ni ngumu dawa moja ikainatibia bawasiri zote. Kwanza kuna bawasiri mtu akienda kujisaidia ni damu tu nyingi zinamtoka sana, na hii ni hatari. Bawasiri ya pili, kuna mwingine huota vidonda kule, vidonda kama visunzua vigumu. Lakini bawasiri ya 3 ni ule utumbo kutoka au ile nyama kutoka bila kurudi mpaka arudishe kwa mkono, au mwanzo inarudi yenyewe. Na zote hizi zina maumivu na zote ni hatari sana. Tukasema yule mtu ambaye anamwaga damu tu akienda anajisaidia, huyu apate dawa inaitwa mashakiri bawasiri shurbia. Anapata dawa hii ambayo ni mjafari na vitu vingine, msheka na nini, hii itakiwa anywe hii. Kwa hiyo kama unateseka na bawasiri ile madamu kweli kweli, itakiwa unywe. Lakini pia kama ile bawasiri ni ya vidonda, itakiwa mtu apate dawa ya msheka na shubiri, aloe vera. Vya vidonda ukiweka mara moja vinakimbia, utakaa vizuri, ambayo dawa yake inaitwa wa'akan shadidan bawasiri. Hii hapa. Lakini pia kama mtu ni ule utumbo unatoka, itakiwa apate koa, dawa zilizochanganywa na lile jumba la konokono. Tulishamzungumza konokono wiki iliyopita. Hata mtu mwenye mapunya akipaka huwa yanaondoka. Sasa ule unga wake wa ile koa ni huu hapa, uliopikwa ukasagwa kwa utaalamu. Basi mtu akinyunyiza tu lile linakimbia lile, maana ni hatari. Alhasiri, mtu tunaweza tukamwambia chukua dawa zote hizi 3. Sasa na leo kuna dawa 3, lakini nitaelezea moja. Kuna dawa 3, nitaelezea moja au 2 kwa mafumo yake. Tutaelezea istihadha, damu za hedhi, na hedhi nazo ziko 3, damu za ugonjwa. Kuna hedhi inayotokamana na mashetani tu, anaenda tu period. Lakini kuna hedhi ya hormone balance. Na hormone balance, hormones zimekaa vibaya, mara inakuja mara inakata. Lakini kuna hedhi introduction ya saratani, uvimbe, mayoma yale. Kwa hiyo mtu pia ajipeleleze mapema sana. Kama mtu ana hedhi ile ya mayoma ile ya saratani,
itakiwa tumia alhaidh raqbatun min ash-shaytan. Dawa hii hapa, mtu ambaye ana ile hedhi introduction ya saratani, mara moja atumie hii kwa kusalimisha uhai wake, ili asipate saratani ya shingo ya kizazi. Na haya yote ni kukithiri mauvimbe, mayoma yale ndani. Tuwasaidie kina mama. Ya pili ya hormone balance, nimesahau kuileta ndani siku nyingine. Lakini ya tatu nikupe tu zawadi, yale maji ya marashi au anaita marashi ya maiti. Yule ambaye hedhi yake ni ya kishetani, asubuhi anywe chupa 3, alafu atawadhie chupa 3 katika sehemu zake zile. Afanye ndani ya wiki, inshallah ile hali itaondoka. Ikiwa bado aje tumfanyie visomo vya rukia. Lakini mwisho kabisa, kuna mti unaitwa mkenakena, umechanganywa na vitu vingi. Umeleta dawa inaitwa rajulun murabbaun, imemleta baba wa miraba minne. Hapana bwana, bahati imekuwa kubwa. Njoo uniletee dawa hapa Shefaidh, inaitwa rajulun murabbaun, niletee. Hii hapa, hii ni dawa ya hormone balance. Kumbe nayo nimeichukua. Hii hapa ni kwa ajili ya kuondosha saratani, hedhi inayosababisha saratani, introduction ya saratani. Lakini pia hii hapa kwa ajili ya hormone balance. Mayai yakiwa yana shida, ile hedhi inakuja inakatika, mtu hakai sawa, inakatika, utafikiri ni mtu aliyojamiiwa, kwa sababu mtu pia akijamiiwa katika zile ada zake, ile damu inakata, afu baadaye inakuja bila utaratibu. Ndio maana nakwambia fa'tazilun nisaa fil mahidh, wanawake katika kalenda tujitenge nao. Sasa hii hapa introduction saratani, hii ya hormone balance, hizi zote ni kwa ajili ya hedhi. Hiyo ya tatu nitakutengenezeni, lakini leo si ndio nishakwambia hiyo inaotokamana na mashetani. Kwa hiyo dawa hii, sasa dawa hii ni tofauti na hii. Unaona hata hii nyeusi zaidi, hii ndio rajulun murabbaun, lakini hii hapa ndio kwa ajili ya hedhi. Na zote ni dawa baridi, hata mtu wa figo anaweza akatumia. Hii ni kwa ajili ya kina baba. Dawa hii nzuri sana, yani mtu mwenye sukari pia inamsaidia, mtu mwenye kiungo legevu inamsaidia, lakini yule mwenye kufanya haraka katika jambo lake pia inamsaidia sana. Kwa hiyo ishu ya basiri kwa uwezo wa Allah tumeimaliza, dawa zake hizi hapa 3. Ishu ya hedhi yoyote inshallah tumeimaliza, dawa zake hizi hapa 2. Wamepata kina mama, tuna kina baba rajulun murabbaun, pia na wao wapate dawa hii, sawia na yote hayo inshallah. Kwa hiyo ndo hizi, lakini kadri siku zinavyokwenda tutazidi kuleta mbele dawa za madonda ya tumbo. Dawa za madonda ya tumbo pia tutazisogeza kwa ajili ya kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi wa kuacha kula, ni mwezi wa kuacha kula. Nafikiri namba zetu inshallah kwenye vioo zinapita, tutakutajia tu zilizokuepo hapa kwa dharura. Namba zinapita hapo kwenye kioo, lakini nikutajie hizi za dharura. Namba ya Tigo +255 255 652 89 1126. Kiswahili chetu nasema 0652 89 1126. Namba ya Voda ni +255, yani 255 764 18 50 48, ambayo ni 0764 18 50 48. Kuna namba ya Airtel 0786
055960. Wama alaina illa albalagh. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Shafii, karibu kidogo tabarruku inshallah. Minash shaitani la'inir rajim. Bifadlillahi bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taban yaliosemwa ni mengi na yote ni nafia na ni mufida. Barakallahu fi akhina samahti Sheikh Uthman. Kuhusiana maudhui ambayo kwamba zimezungumzwa, mimi nitatoa mchango kidogo ambao kwamba inahusiana na mwezi wa Ramadhani, lakini ambao kwamba inahusiana pia na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huu mwezi ambao kwamba tuko nao ni mwezi wa Shaaban, ambao kwamba riwaya zinaonyesha hakuna mwezi ambao kwamba, tabana riwaya sahiha, hakuna mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga zaidi ukitoa Ramadhani zaidi ya mwezi huu wa Shaaban. Lakini pia riwaya zinaonyesha kwamba ilikuwa ikifika mwezi huu wa Shaaban Mtume sallallahu alayhi wasallam akitoa mauidha sana ya kuwahusia watu kujitahirisha nyoyo zao ili waweze kupokea zile nafahati za mwezi wa Ramadhani. Katika mwezi wa Ramadhani kuna nafahati, kwa lugha nyepesi kuna bonus, kuna ofa ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazileta katika mwezi wa Ramadhani special. Ala inna lillahi fi ayami dahrihi nafahat ala fata'arradhu laha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi anasema hakika Allah tabaraka wa taala ana nafahat, ana ofa ambazo kama anazitoa katika masiku ya mwaka. Ala fata'arradhu laha, jamaa jitokezeni kuzipokea hizo ofa za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ya taarrudh, kujitokeza kupokea ofa zile, ni kuandaa nyoyo zetu kupokea zile nafahati kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu moyo ambao kwamba hauna usalama, moyo ambao kwamba ni mchafu, hauwezi kupokea zile nafahati. Kama unavyoona chombo ambacho kama ni kichafu, na kila ambacho kwamba utakachoweka pale kitakuwa nini? Ni kichafu, hakiwezi kupata usafi. Idhan tujitahidi sana kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala, kufanya ibadati mbalimbali na kufanya istighfari mbalimbali, kumwomba Allah tabaraka wa taala kama maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mwezi huu kama tulivyoambiwa, mwezi ambao kwamba nataalaka na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni mwezi ambao kwamba kuna matukio mingi ambayo kwamba yamefanyika. Tutatoa faida moja katika tukio la kuhamishwa qibla. Kama tulivyoelezwa ya kwamba mwanzo watu walikuwa kiswali wakielekea Baitul Maqdis kule Palestina. Sasa katika hali kama hiyo, Mayahudi wakawa wakijifakhiri sana, wakijinadi, wakisema huyu Muhammad anatukhalifu katika dini yetu, tushambulia, anajiona yupo katika sawa. Lakini haikumwezekania isipokuwa ni kuelekea kwenye nini? Baitul Maqdis, huko kwamba sisi kule tunajua kule kuna ile waita haitul mabka, ambao Mayahudi kama ndo hija yao iko kule. Kwa akasema kwamba elekea kibla chetu huyu. Hilo likawa likimtia sana dhiki bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na akawa kimuomba sana Allah tabaraka taala ambadilishe kibla elekea Makkah. Kwa hivyo tukio kama hilo lilifanyika katika mwezi huu wa Shaaban. Allah tabaraka taala anasema katika surati al-Baqara, baada na'udhu billahi minash shaitanir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara almasjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Kuna faida nzuri sana ambayo kwamba wanaeleza ulama katika kueleza fadhaili za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sema ukisoma katika surati Taha, Allah tabaraka taala alipokuwa akizungumzia ile tukio la Nabii Allah Musa alayhi salam, alipokuwa akienda kule katika miqatu rabbih, alionekana alikuwa akienda mbio sana kwa sababu alikuwa ameenda na watu wake, lakini akawa mwendo wake ni mkali sana, yuko mbele sana, watu wake
amewacha nyuma, yani alikuwa akichangamka sana katika kutembea kiasi ambacho kwamba akiwacha mbali sana wale wafuasi wake. Allah tabaraka wa taala akamwambia, wama ajalaka an qaumika ya Musa, ni kitu gani ambacho kwamba Musa kimekufanya uwe na haraka zaidi ya kutembea hata uache watu wako nyuma? Angalia jawabu la Nabii Allah Musa alayhi salam, alisema qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda, kasema ya Rabbi, hawa watu wanifuata mimi, hawa wangu, hawa lile nalolifanya ndilo ambalo kwamba wafanya nini, wafanyalo wao. Kwa hivyo hawa mimi ndo ambaye kwamba nawaongoza. Sasa akatolea sababu ta'lil ya tukio la kufanya haraka kutembea kuacha watu nyuma yake, kasema wa ajiltu ilayka rabbi litarda, na nimefanya haraka ya kutembea ewe Mola wangu mlezi ili wewe upate kuridhia. Allah, idha Nabii Allah Musa alayhi salam alikuwa akienda mbio kuwahi kule katika miqatu rabbih ili kutafuta radhi za nani? Za Allah tabaraka taala. Lakini ukija katika suratul Baqara Mwenyezi Mungu asemaje? Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, tutakuelekeza qibla ambacho kwamba utakiridhia wewe. Allah tabaraka wa taala afanya mambo kumridhisha nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huko Nabii Allah Musa alayhi salam afanya nini? Aenda mbio kutafuta radhi za nani? Za Allah tabaraka wa taala. Kwa hapo ulama katoa istinbat kwamba hawa watu ni tofauti. Angalia hata katika muktadha wa da'wa, manabii walipokuwa wakifanya da'wa, kina Nabii Allah Nuh alayhi salam na wengine walipokuwa wakifanya da'wa, watu wao kwa kiwashambulia, jamaa hawa ni wenda wazimu, hawajitambui kadha kadha, lakini majawabu walikuwa wakijitetea wenyewe. Qala ya qaumi laysa bi safaha, aliambia kwamba huyu mwenda wazimu safi pite, hajitambui. Wallahi Nuh alayhi salam kajitetea mwenyewe, wa hakadha na manabii wengine. Lakini ukija kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wapumbavu wa Quraysh walipojaribu kumshambulia, Allah tabaraka wa taala amtetea mwenyewe, nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wewe ni mwenda wazimu, hukuwa wewe kwa neema ya Mola wako aliokupa utume kwamba nini, mwenda wazimu. Idhan hunaka farqun baina sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa baina sairil anbiya. Ndio hata aqida yetu sisi ahlus sunnah wal jamaa, kama anavyoeleza al-Imam Ibrahim al-Bajuri, kama anavyoeleza al-Imam Ibrahim al-Laqani afwan katika Jawharatut Tauhid, asema wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna famil'an ash-shiqaqi, mtume bora zaidi ala al-itlaq kwa kukata, nabiyuna ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, famil'an ash-shiqaq, acha ushindani. Idhana yoyote ambaye kwamba atataallaq na Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam lazima atapata nini? Atapata sharaf, atapata ubora. Hakuna mtu ambaye kwamba aweza kufika kwa Allah tabaraka wa taala pasi na kufungamana nani? Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukitaka kufaulu, ukitaka kufanikiwa, fungamana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuna watu wengi ambao kwamba walikuwa ni washairi, wakiandika mashairi ni mahodari kweli kweli, lakini sauti yao haikuwa maarufu kama wale ambao kwamba walikuwa wametaalaki kumsifia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakati wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kulikuwa kuna shuara wengi, lakini shuara ambao kwamba sasa hivi kila mmoja wafahamu ni kina nani? Ni kina Hassan bin Thabit, kina Ka'b bin Zuhair. Kwa sababu gani hawa fahamika kuliko washairi wengine? Hawa walikimsifu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata shuara ambao kwamba waliokuja baada yao kina al-Imam al-Busiri. Nani sasa hivi asiyejua burda ya Busiri? Hakuna ambaye kwamba asifahamu burda al-Imam al-Busiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu burda ilitaallaq na kumsifu nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mshairi mmoja anasema, man ashara al-ashrafa sara musharrafan wa muashiru al-anzali ghayru musharrafin aw ma tara al-jilda al-haqira muqabbalan bi-thagri lamma sara jilda mushafi. Anasema man ashara al-ashrafa sara musharrafan, mtu ambaye kwamba atatengamana na watu ambao kwamba ni watukufu na atatukuzwa. Wa muashiru al-anzali ghayru musharrafin, na mtu ambaye kwamba anatengamana na watu wa hovyo hawezi kuchukuzwa. Asema aw ma tara al-jilda al-haqira muqabbalan bi-thagri lamma sara jilda al-musafi, huwa ni kava le dhalili kabisa
lashumiwa kwa mdomo, kava la musafu halina thamani yote. Ukilitoa nje ya musafu waweza kulishika hata ukiwa huna udhu, ukiwa na janaba, ni kwa sababu ile si msafu. Msafu ndio uweze kushika isipokuwa kwa tahara. Lakini mtu ukishika msafu, wabusu ule msafu, wabusu kava lake. Wabusu kava lake. Kava lake lina thamani gani? Halina Qur'ani, halijaandikwa Qur'ani. Lakini ile lapata sharafu ya kushumiwa na midomo ni kwa sababu limetaalaki na nini? Limetaalaki na Qur'an. Kwa hivyo ndio maana kila siku tuhimizwa tutaalaki na watu wema. Tutaalaki na watu watukufu. Huwezi kutaalaki moja kwa moja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima utaalaki na ulama ili wakushike mkono kufikisha kwa nani? Kwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu hao ndio wale ambao tumeambiwa al-ulamau warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran inma warathu al-ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Hadithi sahih. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo majalis kama hizi, kuona halakati kama hizi, watu wamehudhuria kama hivi, wallahi ni sharafu kubwa ambayo kwamba yatupa bishara ya kwamba pamoja na vurugu ambazo kwamba ziko ndani ya ulimwengu, pamoja na kuharibika kwa ulimwengu, bado khairi ipo katika ummati sina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا بعد مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا في جميع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين والحمد لله.